Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili niweze kukufahamisha na kukujuza kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ambazo ninazipata siku ya leo ni taarifa ambazo nimehisi kwamba ni lazima niweze kukufahamisha kwa sababu zimezua taharuki kubwa katika mtaa huu wa Msae, eneo la Kibaha. Msikilizaji, taharuki imezuka baada ya miili mingi iliyoharibika kufukiwa ili eneo la Msae, eneo la Kibaha. Sasa msikilizaji, kisa hiki kimekuwa hivi. Jana tarehe 22 Februari mwaka wa 2026, tukio la ajabu lilitokea eneo hili la Kibaha mkoani katika mtaa wa Uhuru. Na shughuli mzima ilikuwa hivi. Ilipita pikipiki ya miguu mitatu na ilibeba viroba vyeusi vingi kama uchafu vikitoa harufu kali. Kufuatilia ile toyo, ikasimama katika eneo la makaburi ya Msae, na palikuwa na takribani makaburi 20 yamechimbwa. Ghafla wale watu wachache wakaanza kuvifurusha vifurushi kwenye makaburi hayo na kuanza kuvifukia. Hakukuwa na mwenyekiti wa mtaa, mjumbe wala askari, bali walikuwepo tu ni wachimbaji na gari Suzuki yenye namba ya SM. Taharuki ilikuwa kubwa kwamba hizo maiti zilitoka wapi? Kama ni hospitali, ni kwa nini zisikwe hivyo asubuhi? Na kama zilikosa ndugu, utaratibu uko hivyo kweli? Kwa kweli, fuatilieni swala hili msikilizaji, mtagundua kwamba makaburi bado ni mabichi na ufafanuzi sahihi upatikane kutoka kwa wahusika ili kuondoa sintofahamu. Bwana huyu ameweza kutuma picha, lakini kwanza nikufahamishe msikilizaji, kilichotokea ni kwamba kuna mwananchi alishuhudia kigari hiki cha miguu mitatu, kipikipiki, kikiweza kuelekea eneo hili la makaburi kikiwa kimebeba mizigo kama ilionekana kama takataka. Lakini kwa sababu sasa hofu imetanda na haujuagi ni kipi kinatokea, akaamua kufuatilia na kujua kwamba ni kipi kinatokea. Alipotazama eneo hili pale la makaburi, kulikuwa na makaburi kama 20 hivi yamechimbwa. Na baada ya kigari hichi kufika eneo lile, waliokuwepo makaburini na waliokuja na gari hii wakaanza kuchukua vipande. Kulingana na taarifa hii yake, msikilizaji amesema kwamba kigari hiki kilibeba viroba vyeusi vingi kama uchafu vikitoa harufu kali. Kwa hivyo vitu hivi vilifungwa kwenye viroba vyeusi. Yaani kama kawaida tu unaweza kuangalia ukasema ni gari la uchafu limebeba takataka, lakini lilitoa harufu kali, jambo ambalo lilifanya bwana huyu aweze kuchunguza ama kuchukua wakati wake kujua kwamba kweli ilikuwa ni takataka tu ama ni kipi kilichoweza kuendelea. Kwa hivyo akawafuata watu hao kwa mbali, wakaelekea eneo la makaburi. Baada ya kufika pale,
kwa hesabu zake za haraka haraka akaona kuna makaburi yamechimbwa kama 20 hivi. Kisha waliokuwa katika ile sehemu ya makaburi na waliokuwa kwenye gari ile wakashuka na wakaanza kutoa viroba hivi vyeusi kwenye hii gari na kuviweka kwenye makaburi yale, kisha wakavifukia. Kwa kuwa mtoa taarifa anaeleza kuwa mzigo au miili iliyowekwa katika viroba vile ilikuwa pia inatoa harufu kali sana, inawezekana kuwa miili hiyo ilikuwa imekaa muda mrefu huko ilikotoka. Kwa kuwa eneo lililotajwa linajulikana, ushauri wangu ni huu msikilizaji. Wanakijiji wote wafike mahali pale na kudai uongozi wa mtaa uite viongozi wa juu kujadili juu ya tukio hilo, lakini pia hata vyombo vya habari. Msikilizaji, kulingana na maelezo ya mtoa taarifa ni kwamba huenda miili hiyo kuna mahali ilikuwa imehifadhiwa ama imewekwa kwa muda mrefu, na ndio maana ikawa imeharibika kiasi cha kutoa harufu kali sana. Sasa msikilizaji, shauri linalotolewa ni kwamba bila shaka kumekuwa na visa kadhaa tu vinashuhudiwa vya utekaji na mauaji. Msikilizaji, sio kila taarifa tunaweza tukaipata hapa katika vituo vyetu, kwa sababu kuna watu wapo vijijini, wapo mitaani pale, hauwezi kujua ni kipi kimetokea kila mahali. Ila kadiri tunavyoweza kupataga taarifa hizi, tunahakikishaga kwamba tunakujuza na tunahakikisha kwamba Watanzania wamepata kujua ni kipi kinaweza kutokea sehemu fulani kwa wakati fulani. Sasa kulingana na taarifa hii ni kwamba miili ile ama vile viroba vilivyoweza kubebwa na kile kigari vilitoa harufu kali. Bila shaka harufu kali, msikilizaji, inamaanisha kwamba miili hii itakuwa imehifadhiwa ndani ya siku kadhaa ama imewekwa sehemu fulani, kisha baadaye ikasafirishwa katika eneo hili ambalo kulingana na mtoa taarifa tayari kulikuwa kumechimbwa makaburi 20 tayari. Na walipofika lile eneo la makaburi, walianza tu kurusha vile viroba kwenye makaburi yale yaliyokuwa yamechimbwa, kisha wakafukia. Ina maana msikilizaji, ikiwa wewe ni mkaaji wa eneo lile na ikiwa kuna mazingira ya makaburi kama hayo, unaweza kufika pale na ukadhibitisha kwamba kweli kilitokea, kuna makaburi mabichi na kuna shughuli iliyoweza kuendeleshwa katika eneo hilo. Bila shaka msikilizaji, taarifa hii nimeweza kutumiwa tu na mwananchi ambaye alishuhudia suala hili kwa kuhisi kwamba taifa letu linaharibika na kwamba ni lazima tutoe sauti ili kuweza kuhakikisha kwamba uongozi mbaya unaendelea kupigwa vita, lakini pia taifa linabadilika, kwa sababu visa vya utekaji siku hadi nyingine vinaongeza. Bila shaka msikilizaji, polisi ambao wanahusika na kufanya uchunguzi hawaishiagi kuleta taarifa za uchunguzi wao ama kusema kwamba kilichotokea ni hiki na hiki, kilishuhudiwa wapi na wapi, na aliyehusika na kitendo hichi ni hiki, amechukuliwa hatua hii na hii. Hatuonagi ikifanyika. Kwa sababu hiyo basi, wananchi sasa wamechukua nafasi hiyo kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa walinzi. Msikilizaji, ikiwa hofu kama hiyo imetanda, bila shaka popote pale unapita, unataka kujua ni kipi kinatokea karibu na wewe, kwa sababu wakati wowote
tukio kubwa tu linaweza kukupata popote. Bila shaka msikilizaji, tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunazidi kukusogeshea karibu taarifa za matukio ambayo yanatokea na yanakaribia na sisi. Bila shaka tunaendelea kukukaribisha kuendelea kutia subscription ama kuendelea kufuatilia kituo chetu hichi kwa faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu zinapotokea ama tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi. Jina langu ni Presenter Guton na kukaribisha, endeleeni kutia subscription ili mimi na wewe tuendelee kupatana kwa maana ya kuendelea kutaarifiana na kupata kuelewa yale ambayo yanatokea.